Lakini eneo lingine ambalo tunatoa kwa vijana ni eneo ambalo hasa kwenye tunawaambia kwamba maji ni fursa ya kiuchumi, kwamba tunawapa nafasi ya vijana kuweza kufikiria kwamba Ziwa Victoria tunasema ni uchumi. Je, unalibadilishaje maji yawe uchumi? Kwa hiyo tunapokuwa tunafanya vikao vyetu vya uhamasishaji, tunaeleza umuhimu wa maji kuwa uchumi. Tunawapa mfano mmoja tu. Watu wanatumia maji kutengeneza maji ya kunywa. Wanauza haya maji tunayokunywa haya ya chupa. Hiyo ni fursa ambayo inatokana na uwepo wa maji. Maana kusinge kuwepo maji, watu wasingeweza kutengeneza maji ya chupa. Lakini pia mimi mara nyingi huwa nikukutana huwa naambia, kwa mfano kwetu ukiachia maji ya Ziwa Victoria, tuna maji pia ya chini ya ardhi. Tuna reserve moja nzuri sana ambayo maji yako takriban 700,000 kwa siku ambayo tunaweza tukayavuna kwenye hiyo reserve. Tuna reserve ambayo inaitwa Goodwell Field. Kwa hiyo kwenye eneo hilo tunayo hayo maji. Ni maji yako safi na yanafaa kwa kunywa, lakini pia yanaweza yakafaa kwa shughuli za umwagiliaji. Kwa hiyo tunajaribu sisi tunapokutana na watu wananchi wa Tanzania wenzetu kwamba hizi ni fursa ambazo unaweza kubadilisha maji yakawa fedha, maji yakawa uchumi. Ndio maana tunatoka kule zamani kuchukulia maji ni zawadi ya Mungu. Ni kweli Mungu alitupa maji, tunajua na tunakubali, na maandiko matakatifu yamezungumza kila mahali kuhusiana na maji kuwa gift yetu. Lakini kwa sasa tunahitaji hiyo zawadi kuitumia kutuletea maendeleo ya kiuchumi. Kwa hiyo eneo kama lile ambalo nimetaja hilo la Goodwell Field, mtu anaweza wakawepo wawekezaji. Mtu akiwekeza maji, kwa mfano maji ya chupa, lakini pia mtu anaweza akawekeza maji kwa ajili ya kilimo cha umwagiliaji kutoka kwenye hiyo well field. Iko potential. Kama vile usema maji 700,000 kwa siku sio kidogo. Kwa hiyo unaweza akatumika kwa ajili ya kuzalisha mambo ya kiuchumi. Na akiwepo mwekezaji, maana yake tayari atakuwa ameshafungua fursa kwa vijana, ambapo inaweza kutengeneza ajira nyingi pale na kuweza kuleta maendeleo kwa nchi. Kwa hiyo hilo pia ni eneo ambalo sisi kama bonde huwa tunaliona kuwa ni fursa. Lakini fursa zingine hizi za kiutalii kama nilivyozungumza hapo mwanzo, bonde la Ziwa Victoria tunazungukwa, kwa mfano sisi tuna mbuga ya wanyama ya taifa ambayo inaitwa Serengeti National Park, lakini pia na hizo ambazo nyingine nilizozitaja. Kwa hiyo zote maeneo haya hapo, of course sisi kama bonde ni sehemu ya kuonyesha kwamba hizo ni fursa ambazo watu wanaweza wakafika na kuweza kitu kikubwa kinachotakiwa sisi vijana tuwe na ubunifu mkubwa, ili tukishakuwa wabunifu tunaweza tukafanya mambo mengi makubwa ambayo yanaweza kuleta faida kwa taifa letu. Mkurugenzi, na sasa tungependa kukaribisha maswali, lakini ningeomba yawe mafupi tafadhali. Karibu. Asante. Naitwa Fadhili Akida kutoka kampuni ya magazeti ya serikali TSN. Mkurugenzi, nataka kufahamu mikakati endelevu ambayo mmeiweka ya kulinda ziwa dhidi ya uchafuzi wa maji, kwa maana ya kwamba kuna taka zile za viwandani lakini pia za majumbani. Asante. Asante. Naitwa Deo Kaji Makomba, natoka Deutsche Welle na Focus News Tanzania TV1, na maswali matatu kwa ufupi. Mosi, kama ulivyosema bonde la Ziwa Victoria, kazi yake mahususi na kubwa ni kuhakikisha kwamba inatunza rasilimali maji iliyopo, na hata kuweza kujengwa kwa baadhi ya sheria kwamba ujenzi wa maeneo yale iwe mita 60. Lakini kumeshuhudiwa baadhi ya fukwe katika ukanda wa Ziwa Victoria karibu kabisa na ziwa yakijengwa mahoteli. Je, hii ni sawa? Na kama si sawa, ni hatua gani ambazo umeweza kuzichukua? Swala la magugu maji, swali la pili. Ziwa Victoria kwa miaka ya nyuma halikuwa na magugu maji. Miaka ya 90 yaliibuka na juhudi nyingi zilifanyika. Na sasa juhudi hizi zinaonekana ni kama kuyapunguza tu, lakini baadaye yanarudi. Nyie kama bonde la Ziwa Victoria, mna mikakati gani mahususi kuhakikisha kwamba mnatokomeza hizi species za magugu maji yasiwepo kabisa? Na swali la mwisho ni hali ya maji ikoje kwenye bonde la Ziwa Victoria hadi hivi sasa? Asante. Tupate maswali mawili ya mwisho tafadhali.
Asante sana. Kwanza ni kupongezeni kwa kazi nzuri ambayo mmeifanya. Niwe na swali moja. Naitwa Matias Kanal, natoka Wazuhuru Media. Niwe na swali moja. Kumekuwa na malalamiko pengine ya muda mrefu kwa wakulima, wavuvi pamoja na wafugaji kuhusiana na mgongano wa maslahi ya matumizi ya rasilimali maji. Kila mmoja anavutia kwake, na pengine sasa tungependa kufahamu bodi ina mpango gani kuhakikisha mgogoro wa mgongano wa maslahi ya matumizi ya rasilimali za maji pengine unakwisha kwa watu hawa, wafugaji, wakulima pamoja na wavuvi. Asante sana. Asante, naomba tumpe mwanadada. Naitwa Bahati Msanjila, natoka Crown Media. Ulizungumza kwamba nia ni kuhakikisha wananchi wanapata maji. Na natamani kusikia mna mpango gani wa kuhakikisha ule mradi wa gridi ya taifa kutoa maji Mwanza, Ziwa Victoria kuleta Dodoma na Singida. Mpango huo umefikia wapi? Asante, tungejibu kwanza hayo, si ndio? Na asante waandishi wa habari kwa maswali. Nipenda kuanza kama yalivyoulizwa la kwanza mpaka la mwisho. Mikakati yetu tuliyokuwa nayo ya kuhakikisha kwamba Ziwa Victoria inalindwa na kuhifadhiwa. Mkakati wetu wa kwanza mikakati yetu tumebainisha kwenye tunaita strategic plan ya bonde. Kwa hiyo kule ndo tumeainisha mikakati mingi ya kuhakikisha kwamba tunatunza na kulinda vyanzo vya maji katika bonde la Ziwa Victoria. Kama nilivyoeleza awali kwamba cha kwanza tunachokifanya au mkakati ambao tuliokuwa nao kwenye strategic plan yetu, cha kwanza ni kwamba vyanzo vinavyoingiza kwenye maji Ziwa Victoria, kwa sababu ili ulilinde Ziwa Victoria unahitaji kuangalia catchment nzima, tunasema dakio lote la Ziwa Victoria. Ndio maana nilivyosema Ziwa Victoria lina ukubwa wa kilomita za mraba 68,000, lakini ukitoka nje yani ya ziwa lenyewe, kwa sababu 68 manake ni sehemu ambayo ni maji peke yake, lakini nje ya Ziwa Victoria manake yani kwenye viunga vyake ambavyo vinatengeneza ziwa basin ya Ziwa Victoria manake ni kilomita za mraba 150. Kwa hiyo kwa maana hiyo tunamaanisha kwamba bonde la Ziwa Victoria, mikakati tuliokuwa nao kwanza ni kuhakikisha kwamba mazingira huku yanatunzwa huku kabla ya kufika kwenye ziwa. Kwa hiyo tulichokuwa nacho kama nilivyosema, tunaainisha maeneo ambayo yameonyesha kuwa na uharibifu mkubwa. Kwa hiyo kwenye maeneo hayo hapo tunaweka nguvu, kwa maana ya kuweka mipaka, kuweka mabango ili watu wasiendelee kufanya shughuli za kibinadamu karibu na vile vyanzo vya maji. Na nikasema kwamba kwa sasa tumeainisha vyanzo vyote kwenye bonde la Ziwa Victoria, lakini vyanzo 25 tayari tumeshaviwekea mipaka. Sasa kwenye miji mikubwa, kwa mfano Mwanza, maeneo hayo of course tuna changamoto hizi za, kwa mfano hizi plastics zinazoingia kwenye Ziwa Victoria. Of course mikakati ambayo tuliokuwa nayo tunashirikiana na halmashauri kuhakikisha kwamba utunzaji wa maji unakuwa mkubwa. Kwa mfano mwaka jana tumeweza kukamilisha tunaita mpango wa utunzaji wa mazingira mkoa wa Mwanza, ambayo inaitwa kwa Kiingereza inaitwa ni master plan ya utunzaji wa mji wa Mwanza, ambao sasa umeainisha shughuli ambazo tutakiwa kuzifanya za kuhakikisha kwamba mji huo unatunzwa vizuri. Sasa tukasema of course tulifanya huo mpango kwa kushirikiana na wenzetu GIZ. Kwa hiyo tunasema kwamba hii inakuwa kama pilot. Kwa mfano ni eneo ambalo la kwanza. Tukishafanya vizuri pale, kwa maana yake tunaweza extend kwenye miji nyingine, kwa maana ya Bukoba na Msoma. Kwa hiyo hiyo ni eneo ambalo tunalofanya. Kwa hiyo ndio mkakati ambao tuliokuwa nao, kwamba mkakati wetu ni kuhakikisha kwamba maeneo ambayo yanaonekana yana changamoto tunaweka nguvu kubwa ya kuhakikisha kwamba
tunaweka mipaka, tunafanya uhamasishaji ili kupunguza shughuli zile watu kuingia kwenye vyanzo vya maji. Eneo la pili, swali la pili ambalo limeulizwa ni hii ilikuwa ni issue ya kwamba mahoteli yanajengwa mpaka kwenye maeneo ya vyanzo vya maji kwenye maeneo ya fukwe. Ni kweli hoteli ziko nyingi, nadhani kila sehemu zipo hoteli ambazo zimejengwa, lakini kiufupi ni kwamba zinajengwa, lakini wanapewa masharti na maelekezo kwamba wasiweze kwenda kinyume na taratibu za mazingira za utunzaji wa mazingira pale hoteli zilipo. Kwa miundombinu yote ambayo inayokuwa imejengwa pale wanakuwa wamefuata taratibu zote, kwa maana kwa sababu akishajenga hoteli kabla hajajenga hoteli wanafanya kitu inaitwa environmental impact assessment. Kwa hiyo inafanyika ambayo kabla ya kujenga hata hoteli zinabainishwa, yani madhara yanayoweza yakatokana na uwepo wa hoteli na faida zinazoweza kuwepo hoteli inapokuwa imejengwa pale. Kwa hiyo zile zinafanywa utaratibu na namna ambavyo watakavyokuwa wanajenga zile hoteli zao. Kwa hiyo ndio maana wanajenga. Kwa hiyo kwa ufupi ni kwamba ni kweli hoteli hizo zipo kwenye maeneo ya ufukwe, lakini wanafuata zile taratibu, kanuni na sheria za kimazingira zote ambazo wanatakiwa kuzifuata. Jambo lingine lililoulizwa ilikuwa ni issue ya magugu maji, kwamba jitihada za kutokomeza kabisa swala la gugu maji, sisi kama bonde ni jitihada zipi ambazo tunatakiwa kuzifanya. Sasa kwenye eneo hili hapa, kama nilivyoeleza kwamba gugu maji imekuwa ni tatizo na ni changamoto kubwa. Sasa jitihada ambazo tunazozifanya kuhakikisha kwamba gugu maji inatokomea kabisa, kwanza kama nilivyomalizia hapo wakati nazungumza, cha kwanza ni jamii yetu, wananchi kuelewa umuhimu wa maji, kwamba ni namna gani tunatakiwa kutunza rasilimali za maji, vyanzo vyetu vya maji. Hilo ni jambo la kwanza kabisa. Yaani hilo likishaeleweka vizuri kwa wananchi, yani sisi sote kama Watanzania tukielewa vizuri, ni kwamba gugu maji litaweza kutokomea kabisa. Kwa nini nasema hivi? Naweza nisieleweke kwa nini nazungumza hivi. Nazungumza hivi kwa sababu gugu maji ni matokeo ya virutubisho vile vinavyoingia kwenye maji, tunaita nutrients kwa lugha ya Kiingereza, ndo zinazaa gugu maji. Kwa hiyo sasa virutubisho vinatoka wapi? Virutubisho vinazalishwa na shughuli tunazofanya sisi wananchi za kila siku, za leo, kesho kutwa, ndio tunatengeneza virutubisho. Unalima mahindi, unatumia mbolea ile inakuwa kirutubisho. Mwingine atasema sasa kwa hiyo tusilime mahindi sasa. Hapana, tulime, lakini tuzingatie kanuni na taratibu za kilimo. Zinafahamika vizuri sana kwamba mwananchi ukizingatia kanuni na taratibu za kilimo bora, kilimo endelevu, ni kwamba hayo yote tutaweza kuyaepuka. Hilo ni eneo moja ambalo tunaweza tukatokomeza. Kwa hiyo elimu ikishaeleweka vizuri, yani tukapata vizuri nini umuhimu wa chanzo cha maji, kila kitu tutakachokuwa tunakifanya kwa kuwa na uangalifu wa kwenda kuchafua vyanzo vyetu vya maji. Kila kitu tukifanya, kwa mfano huko mjini unatumia kitu chochote, sio utupe ovyo ovyo. Kwa hiyo taka na kila kitu tukishaelewa vizuri, manake tutakuwa na uwezo mkubwa wa kuweza kuhakikisha kwamba tunasimamia vizuri. Kwa hiyo hilo ni eneo ambalo lilikuwa hilo ni la kwanza ambalo nimesema. Lakini eneo lingine ambalo kutokomeza kabisa ni kwamba ni kupunguza shughuli zote za kibinadamu zile ambazo zinaweza zikaleta athari na virutubisho kwenye maji yetu. Lingine ilikuwa ni tunashukuru kwa pongezi waandishi wa habari, kazi ambazo tunazofanya. Asanteni kwa kutupongeza, tunazipokea. Sasa kwa upande wa bonde la Ziwa Victoria, swali hili ambalo nasema walalamikaji kati ya wakulima, wavuvi na wafugaji, kwa upande wa kwetu sisi juu ya matumizi ya maji hatuna hiyo experience. Hatujawahi kupata kesi mtu analalamika kwamba wanavutana maji, kwamba maji hapo kidogo. Kwetu sisi bonde la Ziwa Victoria hiyo hatuna uzoefu huo, yani hatujawahi kupata kesi kama hiyo. Ila sisi changamoto tunayoipata bonde la Ziwa Victoria
ni mifugo kuingia kwenye vyanzo vya maji. Hilo ndo tatizo kwetu, na hili kwetu lilikuwa ni changamoto kubwa kwamba wananchi wanapeleka mifugo mingi kwenye vyanzo vya maji, na matokeo yake sasa unakuta vyanzo vya maji vinakuwa vinachafuka. Kwa hiyo kwetu sisi tunaendelea kuwaomba wananchi wale wenye mifugo yao waache kupeleka mifugo kwenye eneo la vyanzo vya maji, kwa sababu tunapopeleka mifugo tunachafua maji, lakini tunaongeza udongo kwenye vyanzo vya maji, na matokeo yake baadaye mvua ikija kubwa, maji yanatawanyika kwa sababu njia yake inakuwa imezibwa na mchanga, inasababisha mafuriko ambayo pia inakuwa ni tatizo kubwa kwetu kwenye maisha yetu ya kila siku. Kwa hiyo hilo ndio eneo kubwa ambalo sisi tuna changamoto la. Lakini changamoto nyingine kwetu ni kilimo. Watu kufanya kilimo kwenye vyanzo vya maji. Lakini sisi tuna maji ya kutosha, hatuna migogoro ya wakulima na kugombania maji. Sisi hiyo haipo. Sisi shida yetu kubwa ni watu kuingiza mifugo kwenye vyanzo vya maji na watu kulima pembezoni ya mto au pembezoni ya Ziwa Victoria. Sasa issue ya grid ya maji ya taifa, of course tuko aware sisi kama bodi ya maji bonde la Ziwa Victoria na kazi kubwa ambayo inayofanywa ya waziri wetu wa maji kuhakikisha kwamba kunakuwa na grid ya maji ya taifa, kuhakikisha kwamba ili maji watu waweze kuendelea kupata maji kila inapoitwa leo. Sasa kwenye eneo hili hapa swali hilo ulizo kwamba iko kwenye hatua gani? Kile ninachokifahamu mimi mpaka sasa iko kwenye hatua ya tunaita ni visibility study. Yaani sijui tunasema ni Kiswahili ni kwenye upembuzi yakinifu ambao ndio tuko kwenye hatua hiyo ambayo inayofanyika kwa sasa.